Tukio hili limegundulika baada ya mmiliki mwenye nyumba kujaribu kugonga mlango wa chumba chake bila kuitikia kwa muda mrefu. Hivyo akaamua kumuita balozi wa mtaa, na baada ya kuvunja mlango walikuta akiwa amejinyonga. Tumeamka, huyu mbona hajaamka asubuhi? Kunawa navyoamkaka kwenda kunawa nje. Basi tumekaa pale sasa. Tunajiuliza, labda yumo. Mbona muziki unalia? Na simu inalia ndani ya nyumba. Basi kidogo tu mume wangu akafika. Simu ikapigwa na mama yake mzazi. Anasemaje, jamani, nauliza kijana wangu yuko hapo kwenu, anaendaga Nyarugusu. Kasema huyu, ngoja nimuamshe. Nikatoka huko, nikaenda kupiga mlango. Hodi, hodi, hodi hapa. Kimya. Hodi hapa. Jamani, mbona unaliza tu muziki wewe, ufungui mlango wakati tunakuita? Mzazi wako anakuhitaji. Anakuita Mwanza huko. Fungua mlango. Naona kimya. Nikaona hamna, niamke niende wapi? Kwa balozi. Nikaenda kwa balozi. Balozi, mimi mpangaji wangu mlango afungui. Ila juzi alikuwepo. Alifagia na uwanja, lakini jana sikumuona. Lakini leo namuamsha, haamki, na mzazi wake anamuhitaji, anamuita. Basi tukatoka huko na balozi. Tukaenda nyuma ya dirisha. Pasua dirisha tuangalie mtu yuko wapi. Hatumuoni kitandani. Kwa hiyo yuko wapi? Sasa mbona hata kitanda chake hicho hapo tunakiona, lakini mtu haonekani? Haonekani. Basi tutafuta sasa. Balozi aseme sasa tafuteni nani tubomoe huu mlango tuangalie kilichomo ni nini. Labda yumo anaumwa. Kasema sawa. Bomoa mlango. Ndio tunamuona yuko amejining'iniza juu ya dari. Katika chumba hicho umekutwa ujumbe ulioandikwa kwenye karatasi kwa kalamu ya wino wa blue ukisema mali zake zote ape mama yake na simu yake ape mwanamke aliyemtaja kwa jina la Janeti. Baadhi ya wananchi walioshuhudia tukio hilo wameeleza masikitiko yao, wakisema ni tukio la kushtua na kuumiza, huku wakitoa wito kwa vijana wanaokumbwa na changamoto mbalimbali za maisha kutafuta ushauri na msaada badala ya kuchukua maamuzi ya kujidhuru. Bomoa mlango nimebomoa, baadaye nikawa nimefanikiwa. Baada ya kubomoa nikaangaza ndani, sikuingia. Baada ya kuangalia, baadaye ndo nikawa nimemwona huyo kijana amejinyonga. Baada ya kumuona amejinyonga, kabidi sasa nimpigie simu mwenyekiti. Ambia mwenyekiti, tukio liliopo huko kijana tayari ameshajinyonga. Kusema kwamba eti kujinyonga, sidhani kama hiyo ni sehemu moja ya kuondoa tatizo. Kwa kweli mimi sijapenda. Hiki kitu kimehuzunisha sana, na pia kimetuhuzunisha sana mtaa wa Msufini, hususan vijana wetu tunaotegemea ndo wanafanya mambo kama hayo. Sisi tulikuwa tunarudi nyumbani tu, tunakwenda kukaa. Au unamweleza mzazi wako ya kwamba nina shida fulani fulani, alafu mzazi anakusaidia. Lakini kujichukulia uamuzi sio jambo zuri. Mimi ningewashauri kwamba hata kama una kitu cha aina gani kinachokuumiza sana, kinachokusibu, jaribu kukaa karibu na wenzio. Ujaribu kukaa kuwaelezea, labda kama uwezi kuambia wazazi labda wako mbali, ujaribu kuongea na vijana wenzio kwamba kuna 1 2 3, huenda kuna kitu wanaweza wakakushauri. Kwa sababu matukio kama hayo yanakuja pale ambapo unakaa unajitenga, kitu kinakukuta wewe unakaa ni wewe kama wewe. Kwa hiyo ushauri tu wangeacha, hata kama kuna kitu kinakusibu unaenda tu na waelezea wengine, labda kuna ushauri huenda watakupa hivyo, kwa sababu kujinyonga sio suluhisho, naona sio suluhisho. Mwenyekiti wa mtaa wa Msalala Road Sostenes Kalisti amekiri kutokea kwa tukio hilo na kusema taratibu zote za kisheria zinaendelea kufuatwa, huku akiwataka wananchi kuwa na moyo wa kusaidiana na kufuatilia kwa karibu mwenendo wa wenzao ili kuepusha matukio kama hayo. Kwa sababu ukiwa na jambo tu mwenyewe ukajitafutia majawabu, mwisho wa siku ndio unaweza kufikia maamuzi ambayo unaathiri wale unaowaacha. Kwa sababu inawezekana hana watoto, lakini ana mama yake mzazi kama alivyosisitiza toa zile pesa, lakini hata baadhi ya ndugu wale ndio unawaacha katika mazingira ambayo ni ya unyonge na huzuni kubwa. Kwa hiyo ni vizuri pale unapokuwa na jambo ambalo linakutataniza, shirikisha watu na ukubali kuzungumza na kuepuka kufanya maamuzi hayo ambayo kimsingi yanawaacha watu na maswali mengi. Kwa sababu ninapozungumza hivyo unaweza kaangalia mambo yote aliyoyaandika pale hayaonyeshi kabisa ni nini ambacho ndio kimesababisha.
zaidi ya kuelekeza tu vile vitu vitumikeje na masharti tu kwamba hiki apewe fulani. Kwa mfano amesema simu apewe, sio alikuwa na mchumba wake, umenielewa? Na mimi nitamuona tu, kwa sababu tutajitahidi kuambia wale ndugu wote waliotajwa pale kabla tutakabidhi vitu tuwaone. Jeshi la polisi limefika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu na kuupeleka hospitali ya manispaa ya Geita kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu, na juhudi za kumtafuta kamanda wa jeshi la polisi mkoani Geita ili kujua undani wa tukio hili zinaendelea. Kutoka Geita, mimi Nemrisho Sadik.